So ladies and gentlemen, habari ambayo imeweza kutufikia hapa leo alfajiri ambayo iliweza kutolewa jana jioni mida ya usiku ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameweza kupeana masaa 48 kwa nchi ya Iran iweze kuingiliana na kukubaliana kwenye yale matakwa yake ambayo alikuwa ameyapeana, la sivyo atachafua nchi nzima. Hiyo ndio habari ambayo aliweza kuitoa hapo jana na tutaweza kuisoma hapa kwa pamoja kwa kimombo, ambayo ilikuwa inasema kwamba remember when I gave Iran 10 days to make a deal or open up the Hormuz Strait. Time is running out. 48 hours before all hell will rain down on them. Glory be to God. President Donald Trump. Kwa kizungu ilikuwa nasema hivyo, na kwa Kiswahili pia nimekufafanulia hapa, ambayo inasema kwamba kumbuka nilipoipa Iran siku 10 kufanya mkataba au kufungua barabara ya Hormuz, muda unaisha, saa 48 kabla ya kuzimu yote kuwatawala. Utukufu wa Mungu, Rais Donald Trump. So hiyo ndio tweet ambayo ameweza kuiandika hapo rais wa Marekani huyu, ambapo alikuwa anazungumzia masuala mazima ya kumpa deadline ya masaa 48 nchi ya Iran aweze kufungua ule mlango wa Hormuz wa bahari pale, ambapo inafahamika, inajulikana ya kwamba serikali ya nchi ya Iran ama wanajeshi wa nchi ya Iran wameweza kuziba ama kufunga ule mlango wa Hormuz pale, ambao unashikilia masuala mazima ya usafirishaji wa mafuta kutoka nje ya nchi na kuingia nje ya nchi kwenye majirani zao na nchi zingine duniani, kusababisha bei ya mafuta iweze kupanda juu kwa kisa na kwa kasi sana. Na hilo ndio target yao ambao walikuwa wako nayo hayo, kwa sababu walikuwa wanataka dunia ianze kumlaumu Amerika kwa kuanzisha hivi vita. Yani alikuwa anamfundisha adabu, na hivyo basi Amerika amelaumika kwa nguvu sana na kwa kiasi ambayo abidi sasa yeye atumie nguvu ziada ili mradi hizi lawama zisimwandamie, toka aliposema, kwa sababu sasa hana msimamo Amerika kwa sasa, ambako mara ya kwanza alikuja akasema kwamba yeyote ambaye anataka kutumia mlango Hormuz dunia nzima kote, nchi yoyote ambayo inataka kutumia ile mlango Hormuz, baada ya kwamba ushafungwa kwa sasa, ambapo ilikuwa wazi kabla ya vita hivi kuanza, mlango ule ulikuwa uko wazi, ambao ulikuwa unasaidia pia nchi tofauti tofauti kupitisha mafuta yao pale kuenda sehemu moja na nyingine, ambao walikuwa wananunua na wengine walikuwa wanauza, ambapo nchi za Afrika sasa hizi zenyewe tunaongelelea zimekuwa affected kwa sababu hii kitu, because sasa hakuna usambazaji wa mafuta, na hivyo basi nchi tofauti tofauti kwa sasa zinaendelea kulia kwa sababu bei ya mafuta itaenda kushoot very soon. Nitakuja baadaye hapa nikuelezee nchi zetu za East Africa hapa vile ambavyo zimekuwa affected directly na indirectly kwa masuala mazima ya mlango huu wa Hormuz kufungwa, ambao ni mlango kama wa bahari ambao uko ndani ya Iran pale, ama ufuoni ndani ya Iran pale. So kitu ambacho kwa sasa kimekuwa kigumu sana kwa Amerika ni ile baada ya kwamba ameambia majirani zake na kuambia dunia nzima ya kwamba yeyote ambaye anataka kwenda kufungua ile mlango ama anataka kupita kwenye ile mlango, basi ajibebee defense yake, yani ajibebee akuwe na uamuzi wake mwenyewe na ajibebe defense ambayo itamwezesha apite pale, ama ajitafutie pesa ambayo itamwezesha kulipa nchi ya Iran ili aweze kupita pale, ama ajitafutie njia yoyote ili ambayo ataweza ili mradi aweze kupita pale. Lakini juzi tuliweza kuona meli ya kutoka China iliweza kupita pale salama salmini, haikuweza kubomolewa na mtu, lakini wa Iran wenyewe wanasema kwamba all those allies wa America plus Israel ndio watakuwa na ugumu sana kupita kwenye ule mlango Hormuz, ikiwemo nchi kama ya Saudi Arabia, ikiwemo nchi kama ya UAE, ikiwemo nchi kama ya London, United Kingdom sasa ambayo imejiingiza kati pia vile vile, na Amerika mwenyewe plus Israel mwenyewe. Hao ni baadhi ya nchi ambazo meli zao kamwe kabisa haziwezi zikapitia ule mlango wa Hormuz pale, ambao inasababisha nchi zingine kuteseka indirectly kwa sababu mafuta yatapanda juu sana. Lakini mwisho wa siku Iran naye pia vile vile, ambaye huyu ni mkubwa wa majeshi ndani ya Iran, akaja na akasema hivi ya kwamba Iran's Qasim al-Mida Central Headquarters warned that continued escalation will turn the entire region into hell for its enemies. So chanzo kikubwa hapa ambacho kimeanza ni kwamba Amerika hataki kukubali kushindwa na hivi vita. Hilo ni la kwanza. La pili, Amerika hataki kumaliza hivi vita. La tatu, Amerika anazidi kuitishia Iran ya kwamba ataibomoa juu chini, yani ataigeuza hivi. Ndio pale ambapo jeshi la Iran nalo pia linamwambia ya kwamba utawahurumia hawa
ndugu zako ama hawa ndugu zetu ambao wako karibu, ambao ndio washirika wako. So unaona wazi kabisa kwamba Mwamerika anapigana na Iran, lakini anayeumia zaidi ni huyu jirani yake ambaye amemzunguka Muirani hapa. So Iran naye pia amesema huenda akalipisha mapigo ambayo Mwamerika atayapiga dhidi yake, ambao atakayeumia zaidi ni huyu jirani yake ambaye amejikitisha hapa, kwa sababu yeye ndio yuko karibu yake na yeye ndio atakuwa yapigwa kila wakati, ili azidi kuongea na yule kijimungu chake ambacho ni Mwamerika kule atulize boli. Kwa sababu sasa tumeweza kuona hapo jana mji wa Tel Aviv pale ndani ya Israel umeweza kuchafuliwa na nchi ya Iran. So Iran wanapiga hivi vita wakijua target yao ni gani, na vile vile pia Mwamerika anapiga hivi vita akitaka kumharibu Muiran, ili mradi Muiran aweze kukubali yale matakwa yake ambayo yeye Mwamerika anayataka dhidi ya Iran ili ayafanye. Ndio pale ambapo Muiran ndio pale ambapo Mwamerika naye pia atakubali kusitisha hivi vita, ambapo Muiran mwenyewe pia amekataa na kusema kama kamwe kabisa sitokubaliana na matakwa yako ambayo unayataka mimi niyafanye, ili mradi usimamishe vita. Madam unataka vita viendelee, then I'm there to go, na mimi niko tayari vita hivi viendelee mpaka ile siku ambayo wewe utakwama. Ambapo Mwamerika naye pia vile vile alikuja na kujipiga kifua na kusema kwamba kuna vita vingi sana ambavyo sisi tulivianzisha, ambavyo vilichukua zaidi ya miaka mitatu, zaidi ya miezi 8, zaidi ya akataja vita baada ya vita, vita baada ya vita, kuanzia World War II, World War, akavitaja vyote. Na mwisho wa siku akasema kwamba kwa sasa tumefikia siku 32 ambao leo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 toka vita hivi vianze, imefika siku 33 ambapo vita hivi vinaendelea na visijulikane mwisho wake. Lakini sasa tuko karibu kujua mwanaume ni nani, na tuko karibu kujua ni kipi ambacho Mwamerika anataka kumfanyia Muiran, na baada ya hapo tuweze kuona Muiran ni kipi ambacho atakijibu dhidi ya Mwamerika, kwa sababu kwa sasa amesema masaa 48 ambao atayapeana yakishaisha, kama Muiran hatokubali kile kitu ambacho Mwamerika anataka, basi Mwamerika ataichafua Iran yote kwa pamoja, na watajuta kwa nini hawakukubali yale ambayo ni matakwa ya Mwamerika. Lakini sasa Muiran pia vile vile amekataa kutishiwa. Yani amesema kwamba hutonitishia toto, wala sitochukua vitisho kutoka kwako. Masaa 48 ambayo yanaelekea kuisha kwenye zile siku 10 ambazo Donald Trump ameweza kuzipeana, ambapo amepeana jana, kumaanisha masaa kuanzia jana jioni mpaka leo jioni itakuwa hiyo ni masaa 24. So kuanzia leo jioni mpaka kesho jioni inshallah, ambapo itakuwa tarehe 6 saa 12 jioni mwezi wa 4 mwaka 2026, ndio kitu ambacho itakuwa imefika masaa 48 yatakuwa yamekamilika, tuweze kuangalia ni kitu gani ambacho Donald Trump amepanga kumfanyia Muiran, na baada ya hapo tuweze kusubiria pia tumuone Iran atajibu vipi. Je, atapewa hiyo nafasi ya kujibu makombora ambayo atakuwa ameshambuliwa, ama atapewa nafasi kujibu kile chochote ambacho Mwamerika atakuwa amemfanyia, kwa sababu ya kwamba atakuwa hajakubali yale matakwa ambayo Mwamerika anataka Muiran aweze kubali. Kwa sababu sasa tumeweza kuona kwamba Mwamerika hana msimamo. Leo anasimama kutuambia kwamba ameshinda vita, kesho anasimama anatuambia vita hivi hajavishinda, lakini anataka kumpa warning Muiran aweze kukubali kabla yeye hajamuonyesha kucha zake. Tusubiri tuone kucha zipi ambazo Mwamerika anataka kumuonyesha Muiran, na Muiran atajibu vipi baada ya kwamba Mwamerika amemuonyesha ukali wake ambao anamtishia kila siku atamuonyesha.